Basi ninapenda kufahamisha tena katika somo letu hili la Forex. Hii ni clip ya 13 baada ya kuangalia hizo clip ambazo zilishatangulia, na kila clip ina umuhimu wake na kila clip ina nafasi yake. Kwa hiyo ni jukumu lako wewe kuweza kufuatilia clip moja kwa makini zaidi na nyingine, ili uweze kuelewa nini maana ya Forex kwa jumla, na baadaye uwe na uwezo wa kufanya analysis mwenyewe na kuweza kuingia kwenye market na kuwa profitable. Na notes hizi nilizoziandika au nilizoziandaa zina uwezo wa kutosha kabisa kukufanya wewe uwe casino trader, kwa sababu zina base nzuri, kana kwamba vitu ambavyo nimeweka humu ni vitu ambavyo ni common na ni vitu ambavyo vina umuhimu, na nimepekua maarifa haya kutoka katika vyanzo tofauti tofauti, japo kwa asilimia kubwa nimetoka katika kitabu cha Godfather, na pia kuna vitabu vingine ambavyo nimejaribu kupekua na kuona ni kwa namna gani ninaweza kutengeneza notes hizi kwa makini zaidi ili ziweze kukidhi mahitaji. Basi baada ya kuangalia hizo clip ambazo zilizokwisha kutangulia, na hali kadhalika bado kuna clip nyingi, na hii ni clip yetu ya 13. Ni clip ambayo ni nyeti sana, ni clip ya psychology. What is psychology? What is Forex psychology? Psychology ni kitu ambacho kinatumika katika maeneo mengi, na kila career unayosoma unakuwa na saikolojia ya aina yake. Kwa mfano, ukisoma walimu utasoma saikolojia inayohusiana na masuala ya walimu. Ukisoma afya utakuwa na saikolojia yake. Ukisoma psychological therapy ndio hivyo tena. Ukisoma uhasibu panakuwa na saikolojia yake. Kwa hiyo karibia kila career inabeba saikolojia. Hata ukisoma sheria pia kuna saikolojia yake. Lakini vipi katika biashara hii ya Forex psychology inahusikaje? Katika biashara hii ya Forex psychologia inahusika na wewe kufanya uwe na uwezo mkubwa wa kucontrol emotion, kucontrol ile hali ya kiuchumi, kuto kuingiwa na tamaa, kuto kubadilika kimaamuzi unapokuwa sokoni. Pia psychologia itakuwezesha wewe kuweza kusimamia trading system ambayo umeiandaa au hiyo ambayo una develop, na hatimaye uweze kuwa profitable, kwa sababu usipokuwa na psychologia utashindwa kucontrol emotion, na maamuzi yako kwenye Forex yatakuwa unafuata zile candlestick zinapoelekea. Ukiona imegeuka kidogo unafuata, ukiona imepanda kidogo unafuata, ukiona imestaki kidogo unafunga order, ukiona umeingia kwenye loss unashikilia loss kwa kipindi kirefu. Hata kama loss imeenda kwa umbali wa pips 80, basi wewe unaendelea kuhold, kitu ambacho sio kizuri sana kwenye biashara hii ya Forex. Lakini unapoingia kwenye profit unajikuta dakika 2 3 unapata dola 2 3 4, labda uleka lot size ya 0.05, ukipata dola 2, maana yake grafu kumbuka lienda umbali wa pipu 4 tu, unajikuta umeshapata dola 2. Kwa hiyo tayari unafunga order yako, kwa sababu umeshaona ile ni pesa na huko nayo umeona is only chance to get your profit. Lakini kitu ambacho yumkini ungekuwa na saikolojia ya kutosha ya hii business, hizo dola 2 ambazo umeziclose kwa muda huo zingekufanya uendelee kuhold mpaka pale usubirie take profit yako itakapokuwa hit. Psychology ni nini? The ability of a trader to withstand all challenges that can make him or her to change his or her mind trading system. Huu ni ule uwezo wa trader ambao utamfanya yeye awe na uwezo wa kuhimili changamoto zote ambazo zitakazomfanya yeye asije kabadilika au akabadili maamuzi ya trading system yake. Hiyo tunasema ni psychology katika Forex. Are you ready to lose your money while you see? Hilo ni swali ambalo unapaswa kujiuliza. Ni masuala ambayo ya kisaikolojia. Kumbuka biashara hii ya Forex, kama tulivyowaambia hapo awali, ni biashara ambayo mtaji wake mkubwa ni uelewa na si wingi wa mtaji. Lakini pia kwa upande wangu mimi binafsi, biashara hii nimechukulia kama ni sehemu tu ya biashara za kawaida, kwa sababu ina utaratibu wake. Kwa sababu leo wengi mtu hajajifunza vya kutosha, basi anataka tu aende tu kule akachote zile hela. Hakuna hela za bure ambazo ziko kwenye mtandao, ni kile kitu kina changamoto zake. Kwa hiyo Forex kama Forex
ni biashara ambayo mtaji wake mkubwa ni uelewa. Sasa ile pesa ambayo unaweka pale, jambo la kwanza uko tayari kuipoteza ili uweze ku trade kwa ufanisi na uweze kusimamia trading system yako. Hata pale soko unapoona fluctuation ina base zaidi kwenye upande wako, au fluctuation ina base zaidi kwenye upande wa stop loss yako, kiasi kwamba unaweza kusema sasa hii stop loss inaiko umbali wa pipu 60 na nileka lot size ya 0.01 na mimi nina dola 300. Hivi kweli nipoteze hizi dola 300 au nipoteze dola 60? Hapana. Kwa hiyo unafanya maamuzi, ghafla yako unapofika kwenye umbali wa pipu 20 negative, una close order yako kwa kutaka kusecure at least ubakiwa hata na dola 280. Ulikuwa ni kubakiwa na dola 240 katika zile dola 300. Maana ungesubiri stop loss yako ikawa hit, ingeweza kuhiti kwenye dola 60 na ungekuwa na loss ya hiyo dola 60 kutoka kwenye dola zile 300, maana yake ungebakiwa na dola 240, kitu ambacho kingekuwa ni vigumu kuhimili. Lakini kama nilivyosema, market maker kuna muda wanafanya wanafanya fluctuation kwa malengo mahususi au kwa kusudi maalum, aidha kwa kutaka kuongeza liquid ambaye ni mtaji wa forex, lakini pia wanafanya hunting kwa kuangalia labda muda fulani patatokea news. Kwa hiyo wao wanafanya hunting kwa kudanganya au kwa trap walio wengi, kwa kuonyesha kwamba market inaelekea mahali fulani, lakini baada ya muda inaanza kugeuka. Lakini sasa unapokuwa na uwezo mkubwa wa saikolojia, ukishatambua vitu vya namna hii, unakuwa comfortable na unasubiri. Utaenda hata kwenye umbali wa pipu 40 mpaka 50, lakini baadaye utashangaa ile graph inaanza kugeuka taratibu na kuelekea upande wako wa profit, na hatimaye inaenda na hit ile take profit yako. Kwa hiyo ndio kazi kubwa ya saikolojia kwenye forex. Ni kipande kidogo, lakini hichi kipande kina umuhimu sana. Iko video ambayo nitaiandaa katika mafunzo haya ya forex, nitakuwa nitatupia kwenye account yangu ya YouTube, ambayo itakayokuwa inaelezea vile vitu vya msingi ambavyo vinafanya watu wapoteze fedha zao, au vitu vya msingi vinavyofanya watu wafanikiwe kwenye forex. Ni vitu vichache sana, almost kama 3 au 4, na saikolojia ikiwemo, trading plan ikiwemo, trading system ikiwemo. Nafikiri ni vitu kama hivyo, na risk management nzuri. Ni vitu kama 4 hivi. Point ya 3 inatuambia, can you go off your last trade and completely focus on your next opportunity? Unaweza uka trade yako ya mwisho na ukakamilisha, lakini vile vile pia ukasubiri fursa tena kwenye opportunity inayofuata. Kwa hiyo hivi vyote vinafanikana kwenye nini? Kwenye forex. Place order yako, unaivumilia itakavyofanya, ifanye vizuri au ifanye vibaya, unaendelea kuvumilia, lakini unaendelea kufocus kwenye trading system ile kwa fursa nyingine tena. Na hiyo ndio njia pekee ambayo itakayokufanya wewe uweze kutengeneza trading system nzuri. Swala la kutengeneza trading system ni swala ambalo linatengenezwa na vitu vingi, na ikiwemo na saikolojia pia, kwa sababu bila psychology huwezi kutengeneza system. Na video yetu ya 11 iliyokwisha kupita inaelezea trading system. Ile trading system huwezi kukamilisha au huwezi kukamilika bila kuwa na psychology, kwa sababu kiasi cha kuweza kuvumilia ile mihemko inayofanyika sokoni kutasababishwa na saikolojia. Pia kuna pointi nyingine nakwambia, can you handle the emotion, psychological and financial or economic pressure of occasional losing streak and account draw down? Je, unaweza kuhimili mihemko? Je, unaweza kuhimili ile hali ya kisaikolojia pamoja na financial economic pressure, ile nguvu ile ambayo inakusukuma kuona sasa umeplace order yako, unaona inaelekea upande wako wa hasara,
ukaendelea kuisubiria tu, unaona unaendelea kupata hasara. Je, una huo uwezo? Basi hayo yote yanafanyika kwenye upande wa psychology. Psychology always separates the profitable trader from the profitable ones. Mtu mwenye saikolojia ya forex huwa mara nyingi anapata faida, na yule mtu ambaye hana saikolojia ya biashara hii ni mtu ambaye siku zote yeye hapati faida. Ni unprofitable ones, ni wale watu ambao hawapati faida kwa sababu hawana uwezo wa kuhimili mikiki ya ile soko. Wanakuwa kama upepo, wanakuwa kama bendera, wanakimbizana na market leaf. Nipende nikwambie tu, huwezi kuzuia fluctuation kwenye biashara ya forex kwa sababu actually grafu haliwezi likaenda umbali wa pipu nyingi kila siku bila kupull back. Lazima itaenda na lazima turudi, na ile fluctuation ndiyo biashara yenyewe inavyofanyika. Kwa hiyo ni vitu ambavyo unatakiwa uvizoe, kwamba hata kama umeplace order yako kubai, ukaona ile grafu linashuka chini kidogo na ukaenda mpaka kwenye roshi, wewe unachukua kwamba hii ndio biashara inavyoenda katika mfumo huu, na ukizingatia hayo utakuwa ni mtu ambaye unapata faida. Lakini kile kitendo cha kusema kwamba umeplace order dakika 2, ghafla umeona kuna candlestick inaonyesha kama massive move inataka pande, hapo unaanza kuclose hiyo, unaanza kumodify lot size. Wewe una dola 50 unakuja unaweka standard, unaweka lot size ya 0.1, unatarajia nini? Au unaweka 0.2, maana yake grafu likimove kwa mbele pipo moja unatengeneza dola 2. Ikienda guest huyo kwa mbele pipo 25 tayari utakuwa umetoka sokoni, na ili uweze kwenda kwa sokoni utalazimika kumuone wakala wa pesa au ka deposit kwenye account yako ili uweze kudeposit kwenye account yako kwa broker ili uweze kuwa kwenye market tena. Na that is why tunakuwa na risk management, kwa sababu unapochoma account huna uwezo tena kukaa sokoni. Lakini unapokubali kupata faida kidogo na kwa kufuata trading system nzuri, basi unajikuta unakuwa na faida na unaendelea kuwepo sokoni, na wewe unapozidi kukaa sokoni ndivyo unavyozidi kulihimili soko, na ndivyo unavyozidi kuwa na uwezo mkubwa wa kufanya biashara ya forex. Profitable trader can handle the pressure of risk and control the emotion. Ukiweza kucontrol pressure ya hiyo risk management ya hiyo risk yako, na vile vile ukacontrol hali ya mihemko, zile tamaa, kwa sababu umeona kuna fursa kidogo, basi hapo unabadilisha maamuzi, haufuati trend system moja kwa moja. Wewe huwezi ukawa profitable trader, bali utakuwa unprofitable trader. Lakini profitable trader anakuwa na uwezo wa kuhandle. Kwa mimi binafsi nina uwezo wa kuhimili, kwa hiyo huwa sina tamaa. Kuna muda siku naweza kapita nisingie sokoni kulingana na namna nilivyoweza kuliona soko na kalitilia mashaka. Kuna namna sio kila siku utakuwa na uwezo wa wewe kuweza kutafsiri hilo soko. Kuna muda litakupiga. Maana kupiga kile ukijaribu kutafuta setup, unaona huelewi, yani huelewi kwamba hii setup inakupa majibu gani. Unaenda kwenye fundamental analysis, bado unaenda kuona bado ni changamoto kubwa. Haina haja wewe kuweza kutrade kwa siku hiyo. Cha msingi ni kuendelea kupitia kitabu zaidi na kujaribu kufuatilia hata YouTube. Viko video vingi sana vinavyohusiana na forex vya ndani na nje. Unaweza kufuatilia. Mara nyingi napenda kuangalia vya nje sana kwa kuna wale wakina Karen Fo wanafanya nini, wakina Sodan wanafanya nini. Unaona, huwa anajifunza vitu vingi sana, na ndio maana niko vizuri kwenye hii kitu, na kwa asilimia kubwa mimi ninapata profit. Saikolojia yako ili uweze kuimarika, pia unatakiwa uwe na trading plan. Ngoja nikwambie tu trading plan kwamba ni kitu gani. Nilishaeleza kule nyuma trading plan na trading system. Trading system ni mfumo ambao unakufanya wewe uweze kuingia sokoni na kutoka sokoni ukiwa umepata faida. Trading plan ni yale malengo ambayo umeyaweka kwa kipindi kirefu, kwa mfano miezi 6 au mwaka mmoja, kwamba mimi nataka account yangu leo nimeweka dola 2000, baada ya miezi miwili nataka ziwe dola 2000 nyingine, maana yake ziwe 4000. Maana yake pale utakuwa una double account yako kwa 2.5 kwa siku. Kwa muda miezi miwili ambaye ni siku 40, unakuwa tayari umeshafanikiwa kudouble account yako. Kwa hiyo ukidouble account, ukienda kwa mfumo huo, baada ya mwaka mmoja utajikuta umefika kwenye viwango vingine. Chukua mfano mdogo tu, unapokuwa na dola 100,
unapokuwa na dola 100 ukidouble account kwa kila mwezi, manake kila siku itabidi utafute dola 5. Kwa zile siku 20 unakuwa tayari umeshafanikiwa dola 100, ambapo tunaweza kusema kwa siku una double account kwa 5%. Kwa zile siku 20 katika zile siku za kutrade ambazo tuna trade hadi Ijumaa, Jumamosi na Jumapili huwa tu trade. Kwa hiyo utakuwa umefanikiwa kudouble account yako kwa 100% mwezi unapoisha zile siku 20 za kutrade. Na sio miezi yote tu inakuwa na siku 20, kuna miezi mingine inakuwa na siku 21 na mingine siku 22, lakini chukulia kama zile siku 21, zile siku 2 au siku moja tukiongezeka katika mwezi ni sehemu ya advantage kwako, lakini wewe unachukulia zile siku ambazo ni reliable ambazo ni siku 20. Kwa hiyo ukienda kwa style hiyo kwa muda wa mwaka mzima utajikuta unamiliki milioni 500 kama utafanikiwa kudouble account kwa kila mwezi. Una double account kwa kila mwezi, una double account. Ukianza na dola 100, mwaka ukiisha utajikuta una dola 204,800. Ukizidisha kwa rate ya sasa ambayo ni 2320 au 2310 au 2300, basi utajikuta unamiliki milioni kama 500. Kwa hiyo ndio tunasema trading plan. Kwa hiyo itakufanya wewe hata kama ukija ukipata faida ile ambayo inaweza kuonekana kwa mwingine ni ndogo, lakini kwako inakuwa na maana kubwa sana, kwa sababu inakupa dira. Lakini yule ambaye, kuna wengine wanaweka dola 100, anataka kwa siku anapata dola 30. Lakini wewe ukiweka dola 100, maana yake unatakiwa kwa siku utafuta dola 5, na ni kitu ambacho unaweza kukipata. Unatafuta trading system nzuri ambayo itakuwezesha wewe kupata hizo dola 5 kwa huo mtaji wa dola zako 100. Bado pia ni kubwa kimahesabu, pia ni kubwa kwa sababu hakuna biashara ya kudouble mtaji kwa 100% kwa muda wa mwezi mmoja, ila kwenye forex huwa inawezekana. Lakini risk management, kwa sababu pale una risk 5%, unakusudia kugain 5% kila siku ya jumla ya capital yako. Kwa hiyo ni kiasi kikubwa sana, japo katika hali ya kukitamka unaona kama ni kidogo. Ndio kama hivyo tulivyosema, how to handle and to control pressure and emotions. Tunawezaje ku control? Jambo la kwanza, be honest yourself. Unapo trade hii biashara, unaweza ka trade kitandani kwako. Unawasha kompyuta yako, una modem yako ya internet, au umeconnect kwa kutumia simu au kwa kutumia wifi. Basi ukaingia kwenye platform yako, umedeposit mtaji unayojua wewe mwenyewe. Biashara hiyo unaweza kufanya mke wako au mume wako asifahamu, wala mtu yoyote, wala mjomba wala shangazi asifahamu. Ili aweze kufahamu ni siri yako wewe mwenyewe, ni biashara ambayo ni asili. Unaweza kawasha simu yako ukajikuta tu unapiga business, kumbe wengine wakaona kwamba umewasha simu unawasiliana au una chat na mtu, kumbe wewe unapiga business. Ni biashara ambayo ni aina yake na ina mvuto wa kipekee na ina hadhi. Be ready to sacrifice your time and money. Unapaswa kutumia muda mwingi kujifunza, unapaswa kutumia muda mwingi kufanya technical na fundamental analysis, na pia uwe tayari ku sacrifice pesa yako ambayo ile utaiweka. Never stop learning, and the most important, never quit. Usiache kujifunza, kwa sababu kila trader ambaye unamtambua ni trader maarufu huwa anasoma kila kukicha, kwa sababu kwenye forex kila siku pana kitu kipya cha kuweza kujifunza kulingana na mwelekeo wa market na wingi wa zile pair. Kila pair inakuwa na tabia yake, kuna zingine zinakuwa na speed kubwa, kuna zingine zinakuwa na movement ndogo. Kwa hiyo ili uweze kuzibaini zile, ni muda wa kujifunza na kuzifanyia utafiti. Never quit. Quit maana yake umetengeneza trading system yako, alafu kaingia sokoni, baada ya muda umeona umepata faida kidogo, unajikuta umeondoka sokoni. Lakini point inayofuata hapa nasema winners never quit and quitters never win. Get away from your trading. Ukisha place order yako kwa kutumia trading system, umeshafanya analysis yako, funga kompyuta yako, funga simu yako,
endelea na majukumu yako mengine. Itakusaidia wewe control pressure. Usiangalie ile inavyoenda zile fluctuation, ili uweze kusimamia trading system yako vizuri, na ili uweze control emotion na pressure, inabidi uondoke kabisa kwenye market, unaendelea na program nyingine, kazi zako za kawaida. Kama nilivyosema, biashara ya forex, mtu yoyote ana uwezo wa kutrade hata kama alikuwa na majukumu mengi kiasi gani, kwa sababu kuna scalping trader au snipers, kuna day traders, kuna swing traders na kuna position traders. Swing trader na position trader hao wenyewe wana order zao zinakaa kwa muda mrefu, hususan kama position trader order yake inaenda mwezi mmoja, miezi miwili, miezi mitatu, minne, mitano, sita, mpaka miezi sita. Akiplace order leo anatarajia kutake profit baada ya miezi sita. Huyo ni kuna matrader wa namna hiyo. Never use your money that you need in order to avoid amplify your emotions. Kuna msamiati hapo, amplify. Neno amplify maana yake linatumika kama kuchochea. Ninaweza kulinganisha kwenye neno la kwenye kemia linaloitwa catalyst. Ni kitu ambacho kinachochea chemical reaction. Kwa hiyo usiweke pesa kwenye biashara hii ya forex ambayo pesa ile utahitaji, una uhitaji nao mkubwa ili uendelee kusaidia kwa mambo mengine. Ni heri uweke pesa ambayo uko tayari kuipoteza, ndipo utakuwa na uwezo mkubwa wa control emotion. Kwa sababu kama utaweka pesa ambayo unahitaji, kitendo cha kwenda kwenye losi dakika 2 tu, tayari utakuwa unashawishika kuweza kulosi order yako, na mwisho siku uweze kufanikiwa. Yumkini ungeenda kwenye losi na baadaye ungeenda kwenye profit, lakini kutokana kwamba ile pesa unahitaji naona tayari umeshaingia kwenye losi na huna uwezo wa kufanya analysis ya kutosha ya kuweza kucontrol hizi emotion, unajikuta tayari close order yako na una close kwa hasara. Avoid trading during volatile market environments. Kama nilivyokwisha kuelekeza kule aina ya market, sometimes unaweza kukuta market iko volatile, iko very volatility. Maana yake nini? Maana yake huwezi kutambua support na resistance kwa urahisi. Hujafanikiwa kutambua which is exactly trend, yani mwelekeo halisi wa ile market unashindwa kutambua. Kwa hiyo maeneo kama hayo epuka kutrade. Ili uweze kutrade maeneo kama hayo sharti uwe expert trader na uwe mzoefu wa kutosha. Kuna matrader wengine wana miaka 10 na trade, wale utawaambia nini kwenye biashara forex? Kwa hiyo wamekutana na changamoto za kila namna na unajua namna ya kukabiliana nazo. Kwa hiyo wakati wa volatile market panakuwa na extreme volatility market decreases the predictability. Inapunguza ule uwezo wa kubashiri kwamba mwelekeo wa soko unaelekea wapi. Predictability. Kwa hiyo unashindwa kutambua kwamba hivi graph litapanda, maana lina move people 30, lina move people 20 ndani ya dakika 5. Limepanda, limeshuka. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni kigumu, hivyo haushauriwi sana kutrade wakati wa volatile market. Point nyingine tunaweza tukaiona hapo ni stick to your risky management au stick to your percent of your risky per trade. Wewe umekusudia upate $60, lakini kama tofauti ya analysis yako uliyofanya, kama utaenda kwenye losi, basi ile losi isizidi $20. Ratio yako inakuwa ni 1:3, risky to reward, kwa sababu una riski 1/3, maana yake una riski 1/3 ya kile ambacho unatakiwa wewe ukigain. Kwa mfano unatarajia upate $60, lakini pia kama grafu itaenda tofauti na utafiti wako uluzi dola zisizidi 20. Kwa ratio yako inakuwa ni 1/3. Unasimamia hiyo trade yako mpaka pale trading system yako itakapokuwa vizuri, itakapofanya vizuri. Na kutengeneza trading system kuna ambatana na uwezo mkubwa wa psychology, uwezo mkubwa wa control emotional, financial pressure. Vyote vinakusaidia wewe kuweza kusimamia vizuri hiyo trading system yako. Na trading system itakamilika kwa muda wa mwezi mmoja, miwili mpaka mitatu, inategemea na kiwango chako cha kufanya analysis.
Ukitrade kwa muda miezi 2, 3, mmoja, kila siku unakuwa kwenye profit, basi unaweza uka verify ukasema kwamba okay, hii trading system ambayo nimetengeneza inafanya vizuri na itakwenda kunipa pesa. Huyo, hivyo ndivyo vitu ambavyo unatakiwa kuzingatia. Psychology ni ya muhimu, trading system ni ya muhimu, trading planning ni ya muhimu, risk management ni ya muhimu. Ukizingatia hayo, utakuwa casino trader na utakuwa profitable trader. Usipozingatia hayo, itakachokuta kwenye forex utakiona wewe mwenyewe. Na huu ndio mwisho wa clip hii ya 13 ya psychology.